Kwa majina naitwa Chacha Soya, ni mkurugenzi wa Soya One Limited. Shughuli hii ambayo tunaifanya leo hapa, tumeifanya kwa sababu ya ndugu zetu Waislamu wamekuwa na mfungo wa muda mrefu, lakini wamekuwa na jukumu ya kutuombea sisi, lakini pia na kuliombea taifa na kuiombea dunia. Hivyo sisi basi kwa kile kidogo tulichokuwa nacho kama Soya One, familia ya Soya One, tumeona kwamba ni vizuri tushiriki baraka hizi, kwa sababu hao ndugu zetu wamechukua jukumu la kusimama na sisi kwenye maombi, na sisi kama sehemu ya familia ya Soya One tukaona ni vizuri tuweze kuungana na wao ili tushiriki hizi baraka. Tusishiriki baraka kwa maneno, tushiriki baraka kwa sadaka. Kwa hivyo hii ndio sadaka yetu ambayo tumepata kidogo, tukaona ni vizuri tuweze kuleta mahali hapa. Soya One Limited, jamii kwanza, slogan yake hii ndio familia yetu. Hii ndio familia yetu, na tukiwa kama sehemu ya jamii, hii ndio jamii yenyewe. Na shehe wetu aliyoko mahali hapa, tuliweza kuwasiliana naye, tukakubaliana naye, tukamuulizia misikiti iko mingapi. Basi tukawa tumeshapata kwamba misikiti iko 11. Nasi kama sehemu ya Soya One tukishirikiana na familia ya Al-Ajab Gold Mine ambaye pia kuna balozi wao yuko mahali hapa, basi tukaona kwamba ni vizuri tuweze kuja kushiriki hizi baraka. Na sisi kama sehemu ya Soya One au mwakilishi wa Soya One au kiongozi wa Soya One, ninaomba mpokee hizi hata kazawadi kadogo tulikoona kwamba tushiriki na nyie mheshimiwa. Kwa majina naitwa Isa Nation Makoba. Tumefika hapa katika msikiti wetu wa hapa Tarime kwa niaba ya familia ya Rajabu iliyoko kule Nyamongo. Wamenituma tuje tushirikiane na ndugu zetu wanapokuwa wanashiriki nguzo ya 4 ya imani yao katika zile nguzo 5 ambao ni nguzo ya mfungo. Tukaona basi tuje tufunge pamoja nao, tupate nao suna ya mfungo kwa kuwaletea tunda hili muhimu, tunda ambalo ni la muhimu sana katika jamii ya Waislamu, tunda ambalo linapatikana kule Uarabuni na linakulia katika mazingira ya jangwa. Ni tunda ambalo linavumilia mambo magumu. Nasi pia tukaona tuje kwa wenzetu tuwatie moyo katika mfungo, yako magumu wanaopitia, yapo maombi wanaolia na Mungu. Tukaona basi ni vizuri tuwatie moyo kwa kuwapa tunda hili muhimu la tende. Lakini mbali na hivyo, tukafikiri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akihubiri amani na kupitia zile 4R zake, na tukaona katika zile 4R basi tushirikiane na ndugu zetu Waislamu katika kudumisha amani ya nchi yetu, katika kudumisha upendo, maana amani haiwezi kujengeka pasipokuwa na upendo miongoni mwetu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea wageni ambao tayari wametuletea sadaka. Mwenyezi Mungu awatie kheri, Mwenyezi Mungu awape neema na baraka, na ishukuru sana Bwana Soya na Bwana Rajabu kwa kutuletea sadaka hii, kwa sababu vitu kama hivi ni vizuri sana kupeana kwa upendo tuliokuwa nao. Mwenyezi Mungu anapenda sana watu ambao wanaotoa. Ukitoa Mwenyezi Mungu atakuongezea zaidi ya kile ulichotoa. Kwa hiyo na sisi tumekipokea kwa moyo mkunjufu. Mwenyezi Mungu azidi kuwaongezea pale mlipotoa ili mpate zaidi. Na naweza nikasema kwa niaba ya Waislamu wa Tarime, tunashukuru sana. Huu ndio utaratibu Mwenyezi Mungu anapenda. Tupendane sisi sote, tufurahiane sisi sote. Natumia fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi yake na huruma yake mpaka hivi leo tumekuwa hai tukiendelea kuwajibika katika mwezi na mfunga mtukufu wa Ramadhani. Zanguni, huu ni mwezi wa huruma, ni mwezi wa upendo, ni mwezi wa kuzidisha ibada, ni mwezi wa kuzidisha maombi, ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu anataka Muislamu kufikia sifa
ya kuwa na ucha Mungu, kwa maana kwamba kila mmoja kabla ya kutenda tendo lolote analotenda, basi amtangulize Mwenyezi Mungu, aogope. Kama ni la kheri, basi azidishe kulitenda, na kama ni baya aliacha asilitende. Tuko ndani ya mfungo huu. Wakati tukiwa katika mfungo huu, Mwenyezi Mungu kajalia ndugu zetu kampuni ya Chacha Soya, lakini pia na Rajabu wameweza kuona umuhimu wa kushiriki na ndugu zao Waislamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wakaandaa sadaka yao. Ili ni tendo la kuonyesha namna ya kujali na upendo na huruma. Manake mtu mwenye huruma basi huwa anakula na ndugu yake, na hii inaonyesha kweli undugu wa dhati katika nchi yetu, kwamba kweli sisi ni wamoja, sisi tunahurumiana, kila mmoja anamthamini mwenzie. Na kwa hilo ndio ikapelekea hawa mabwana wakubwa kuweza kutenga kutoka katika kiasi chao cha fedha zao. Walikuwa na uwezo wa kufanya mambo mengine, walikuwa na uwezo wa kutengeneza majambo yao, lakini wakaona hapana, ngoja sisi katika sehemu ya jamii na sisi tupeleke mchango wetu. Kwa sisi tumeupokea. Nashukuru sana kwa niaba ya Waislamu, nasema tunashukuru sana Bwana Soya, na tunakuombeeni Mwenyezi Mungu akulipeni hapo mlipopatoa, na akuzidishieni zaidi, na kuendeleeni kupeni moyo wa namna hiyo, na muendelee pia na kwa wengine wahitaji, basi muendelee kuwasaidia na kuendelea kuwahurumia, kwani Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudus kuwa yule mwenye kuwahurumia, kwamba wale wenye kuhurumiana, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na yeye anawahurumia. Wahurumieni waliokuwa ardhini, basi walioko mbinguni watakuhurumieni. Na ninyi mmefanya jambo la huruma ambalo tunamuomba Mwenyezi Mungu pia akuhurumieni katika hilo, na akuongozeni na akuzidishieni pale mlipotoa. Lakini pia nitumie fursa hii kuwaasa Waislamu. Tulikuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko ndani ya mfungo. Ni mwezi ambao mengi tumeyafanya ya huruma, mengi tumefanya katika ibada. Sasa hii Ramadhani ni chuo au ni darsa ambalo Mwenyezi Mungu amekuwa akitupika. Kila mmoja alikuwa, hata mtu akikutukana utasema mimi nimefunga, utaki ugomvi. Mtu akikudhulumu huwezi kumrejeshia, unasema mimi nimefunga, nisiharibu funga yangu. Sasa mwenendo huu ndio Mwenyezi Mungu anatutaka baada ya Ramadhani kuondoka, tuendelee na hali hii ndani ya miezi 11 iliyobakia, basi tuendelee kuwa na hali kama hiyo, kwa maana kwamba sisi kila mara, kila muda tudumisha amani kwa kila Mtanzania, kila Muislamu, kwa kila mtu, kila mwanadamu na kila kiumbe. Sio hivyo, hata viumbe wengine pia tuishi nao pia kwa amani, tueneze hii amani kwa wao. Kwa wito wangu, pengine kama imebakia siku moja au mbili kuendea katika siku ya Idi. Baada ya Idi kumekuwa na tabia kwamba ile siku ya Idi baada ya watu kusherekea, Idi ni siku ya wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu, wale wenye hofu na Mwenyezi Mungu, wale walikuwa wakitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, washerekee kwa kufuata vile Mwenyezi Mungu anavyoridhika. Kwa hiyo tunaomba siku ya Idi, ndugu zangu Waislamu na wote wasiokuwa Waislamu, kwa maana wana Tarime kwa ujumla, wanajamii kwa ujumla, tuweze kudumisha amani ili tuweze kuilinda amani, kwa sababu haya yote tunayafanya kwa sababu kuna amani. Kama kungelikuwa hakuna amani, hakuna mtu angeweza kutoka. Bwana Soya na Bwana Rajabu wasingetoka kuleta hii kama kungelikuwa hakuna amani. Kwa maana kutokana na tunda hili la amani ndio haya yote yameweza kufikiwa. Kwa hiyo tuienzi amani, tuilinde amani.